Yako mambo mengi sana ya kushangaza duniani, na mwanadamu husafiri katika mataifa mbalimbali ya dunia hii kwenda kujionea maajabu ambayo Mwenyezi Mungu ameipamba nayo dunia. Labda mlima mrefu zaidi duniani, ama labda msitu wenye mambo na wanyama wa kutisha kama Amazon, au labda saa nyingine mtu akataka kwenda kutazama the Great Wall of China na vitu kama hivyo, kumbukumbu za kihistoria na mambo mengine ya ajabu. Lakini dunia haina maajabu hayo tu yaliyopambwa katika ulimwengu na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mfano, leo hii nimekuandalia simulizi ya sheria 15 zilizotungwa na mwanadamu, sheria ambazo zinatajwa kuwa sheria za ajabu na za kushangaza zaidi. Ziko nchi watu wanapangiwa mpaka nguo za ndani za kuvaa, na imewekwa kabisa kisheria, na ole wako wa kukute haujavaa nguo hiyo ya ndani uliopangiwa kuvaa. The Storybook hii leo, jiandae kubaki mdomo wazi. Sheria 15 za kushangaza zaidi zilizowahi kutungwa na mwanadamu juu ya uso wa ulimwengu. The Storybook. Ukiwa Singapore, hairuhusiwi kula Big G. Mwaka 1992, bodi ya maendeleo ya makazi ya Singapore iitwayo Housing and Development Board ilipiga marufuku matumizi yoyote ya Big G huko Singapore. Ni kosa kisheria kwa mtu yoyote kukutwa anauza Big G au anatafuna Big G kule Singapore. Sheria hii inayotajwa kuwa miongoni mwa sheria za kushangaza zaidi duniani iliundwa na bodi ya maendeleo ya makazi ya Singapore baada ya kuona Big G zimekuwa zikisababisha uchafuzi mkubwa wa mazingira, ambao ili kuisafisha nchi ya Singapore kwa uchafu unaotokana na Big G ilikuwa ikigharimu nchi hiyo pesa takriban dola za Kimarekani 150,000, ambayo kwa pesa za Kitanzania ni kama milioni 345 hivi kwa kila mwaka. Na hiyo ilikuwa ni pesa inayotumika kwa kila mwaka kuisafisha nchi ya Singapore kutokana na uchafu wa Big G. Hivyo bodi ya makazi ya Singapore ikaona haiwezi kuiruhusu nchi kuingia katika hasara kutokana na uchafu wa Big G. Kwa hivyo tangu mwaka 1992 ilipopitishwa sheria hii, basi mtu yoyote atakayekamatwa akiuza au kula Big G atakamatwa na kufikishwa mahakamani, na adhabu yake itakuwa ni faini ya dola 100,000 za Kimarekani, sawa na shilingi milioni 230 hivi za Kitanzania, au kifungo cha miaka 2 jela. Katika moja ya mahojiano ya BBC ya mwaka 2000, BBC walipomhoji aliyekuwa waziri mkuu mstaafu wa Singapore Bwana Lee Kuan Yew, walimuuliza kuhusu sheria hii ya kupigwa marufuku kwa Big G ndani ya Jamhuri ya Singapore, na waziri mkuu huyo mstaafu alijibu kwa kusema, kula Big G ndani ya Singapore ni uhalifu, na kama unapenda kutafuna tafuna basi nunua ndizi ule. Namba 2, ni kosa kuendesha gari chafu ukiwa Urusi na Dubai. Ni kweli magari machafu ukipishana nayo barabarani inakera sana, lakini walau sisi huku kwetu tuna uvumilivu. Katika nchi ya Urusi na kule Dubai na Falme za Kiarabu wamepitisha sheria kabisa kwamba hawataki kuona magari machafu yasiyooshwa barabarani. Kule Urusi sheria hii imetungwa na kuanza kutumika zaidi ya miaka 100 iliyopita. Na ukikamatwa unaendesha gari chafu lisilooshwa, basi adhabu yake ni faini za pesa za Kirusi rubles 2,000, ambao ni sawa na euro 30, sawa na shilingi za Kitanzania 75,200 hivi. Na Waarabu wa Dubai na Falme za Kiarabu, kwa wao wanaona kuendesha gari chafu ni kufanya nchi ionekane chafu. Kwa Dubai, adhabu ya kuendesha gari chafu ukikamatwa ni faini ya dirham 3,000, sawa na shilingi za Kitanzania milioni 1,897,719. Na pia
Kosa si kuendesha tu gari lako likiwa chafu, bali hata huu mtindo wa kuosha gari yako nje ya nyumba yako na maji yakatiririka na kusambaa katika barabara za mtaa, basi nalo ni kosa kubwa ambalo pia lina faini yake. Ukitaka kuosha gari lako ni sharti ulipeleke liende likaoshwe katika car wash. Namba 3. Ukigongewa ni lazima umruhusu mtu kwenda chooni kwako. Katika nchi ya Scotland iko sheria inayosema ikiwa mtu yoyote akija kukugongea mlango wako na akasema amebanwa na haja, anataka kwenda chooni, basi ni lazima umruhusu aende chooni bila ya kizuizi. Hii ni bylaw, yaani sheria ndogo iliyopitishwa na mamlaka ndogo zinazotawala majiji ya nchi ya Scotland, kwa maana si sheria iliyopitishwa bungeni. Sheria hii imesababisha mara nyingine kuhatarisha usalama, kwa sababu baadhi ya watu waovu hupata upenyo wa kuingia kwenye nyumba za watu kwa kisingizio wamebanwa na haja. Lakini nchi ya Scotland ikaamua kupitisha sheria zingine ndogo ili kumlinda mwenye nyumba. Sheria hii ya kulazimisha umruhusu mtu aende chooni kwako ikiwa amekugongea na kusema amebanwa na haja ni miongoni mwa sheria kongwe zaidi za nchi ya Scotland, ambazo zinahamasisha wananchi wake kuonyesha ukarimu. Inasemwa kuwa sheria hii haijapitishwa na bunge, lakini ni dhahiri inatumika na wananchi wanaitii mno. Huu ni utaratibu wa kawaida kabisa kwa nchi ya Scotland, na wananchi walio wengi wanasema ni ustaarabu wao wa kawaida, japo hawakuwa wakijua kuwa ni sheria. Na ukiishangaa sheria hii ya Scotland, basi acha nikupeleke Switzerland ambako kutakushangaza zaidi. Ni marufuku kuflashi choo chako kuanzia saa 4 usiku. Katika nchi ya Switzerland wameweka sheria mbalimbali za utunzaji wa mazingira, ikiwamo sheria zinazolinda uchafuzi wa mazingira kwa kelele. Kwa hivyo inapofika usiku wa saa 4, basi kama utaenda chooni kwako ni marufuku kuflashi choo chako. Lala na uchafu kwenye sinki mpaka kukuche ndio uflashi choo. Hawataki uwapigie kelele majirani zako kwa mlio wa maji yanayoflashi choo chako. Namba 5. Usivae t-shirt ya katuni huyu sababu hajavaa nguo ya ndani. Ukienda nchi ya Poland, basi ninaomba nikukumbushe katika nguo utakazozibeba katika begi lako, usibebe t-shirt yenye picha ya mdoli Winnie the Pooh. Ni marufuku, na kuvaa t-shirt yenye picha ya mdoli Winnie the Pooh ni kuvunja sheria. Na sababu ni kwamba siku zote huwa anaonekana akiwa amevalia fulana bila ya kuvaa nguo yoyote chini, si nguo ya ndani, si suruali wala si msuli. Na kutokana na hilo, viongozi wa Poland walipokwenda bungeni wakaona wapige marufuku kuvaa nguo zenye picha ya katuni Winnie the Pooh. Na pia katika shule za awali za watoto ni marufuku kubandika au kuchora picha za katuni huyu ambaye hana aibu, siku zote anatembea akiwa mtupu. Viongozi wa Poland walipopitisha sheria hii wanasema kuruhusu kuonekana kwa katuni huyu kutasababisha watoto wapotoke kimaadili na waone ni sawa kutembea wakiwa watupu. One day, while Pooh was on his way to Christopher Robin's, he became so very hungry that his mind began playing tricks on him. All he could think about was honey. Yet still he walked, and he walked, until honey couldn't honey any honey. Namba 6. Marufuku mwanamke aliyeolewa kunywa pombe zaidi ya glasi moja. Hii ni sheria miongoni mwa sheria muhimu za nchi ya Bolivia. Sheria hii ilitungwa kwa imani kuwa pombe inaweza kumchengua mwanamke na kumfanya apoteze maadili yake. Na sheria hii inawapa haki wanaume wa Bolivia ya kwamba ikiwa utamwona mke wako mbele za watu amekunywa zaidi ya glasi moja ya wine au pombe, basi ni ruhusa kumpa talaka na umwache. Namba 7. Ni marufuku kwa mwanaume kuisahau birthday ya mke wake. Kisasi cha wanawake wa Bolivia waliokatazwa kunywa pombe zaidi ya glasi moja kinalipwa na wanawake wa nchi ya Samoa Oceania. Samoa Oceania ni nchi ambayo inaundwa kwa visiwa viwili vidogo katika bahari ya Pacific. Huku wameweka sheria.
Sheria hiyo inamtaka mwanaume lazima akumbuke siku ya kuzaliwa ya mke wake, na lazima ampe zawadi, na lazima amwandalie tafrija ya kusherehekea na kumpa zawadi. Vinginevyo mwanamke ana haki ya kwenda kushtaki polisi na mumewe akakamatwa na kupelekwa polisi, na pia atafikishwa mahakamani na atapewa adhabu. The Storybook. Namba 8. Ni marufuku kuweka pingamizi kuwazuia watu kufunga ndoa. Hii ni sheria iliyowekwa katika nchi ya Australia. Sheria hii inaenda mbali kiasi ambacho hata wanaotaka kufunga ndoa wanapokuwa wamesimama mbele ya mchungaji na mchungaji akauliza ni nani mwenye pingamizi, basi hairuhusiwi kwa mtu yoyote kuinua mkono na kusema ana pingamizi. Acha watu waoane. Na kuvunja sheria hii, basi adhabu yake ni kwenda jela kwa miaka 2 au kupigwa faini ya dola 10,000 ya Kimarekani, sawa na shilingi kama milioni 23 hivi za Kitanzania. Namba 9. Ni marufuku kunenepa hovyo hapa Japan. Kama wewe ni raia wa Japan, basi serikali ya Japan imeweka sheria ya kwamba marufuku kwa wananchi wake kunenepa hovyo kama wewe si mcheza mieleka wa mchezo wa sumo. Sheria hii imetungwa ili kuwalinda wananchi wasipate utapia mlo wa kunenepa sana, kwa maana wataweka afya zao hatarini. Sheria hii inafahamika kwa jina la Kiingereza The Metabol Law. Sheria hii inawataka watu wenye umri kati ya miaka 40 mpaka 74 kwa mwanaume kuwa na unene ambao kiuno hakizidi inchi 33.5 na kwa mwanamke kuwa na unene ambao kiuno hakizidi inchi 35.4. Namba 10. Hapa ni marufuku kupiga ramli. Katika moja ya state za Marekani panapoitwa Maryland, serikali ya state hiyo imeweka sheria ya kwamba ni marufuku kwa mtu kupiga ramli kwa njia yoyote ile, iwe ni kwa kusoma kiganja au ramli ya karata iitwayo tarot cards au ramli nyingine yoyote ile. Na kama ukikamatwa unapiga ramli, basi utafikishwa mahakamani na adhabu yake ni faini ya mpaka dola 500, sawa na kama milioni 1,150,000 hivi, au kifungo cha mwaka 1 jela. Sheria hii kama italetwa Tanzania, basi lo. Namba 11. Marufuku kuzima mlio wa kamera yako. Hii ni sheria waliowekewa maalum wa Mbeya. Kutokana na tabia mbaya hasa inayochochewa na umbea, nchi ya Korea ya Kusini na nchi ya Japan zimeweka sheria ya kwamba ni marufuku kwa mtu yoyote kuondosha mlio wa kamera inapopiga picha, ule mlio wa shutter. Hii hasa ni kwa wale watu ambao wamekuwa na tabia ya kupiga picha kwa siri wanapofanya mambo ya umbea, au kuwaibia watu kuwapiga picha kwa siri kisha wakazisambaza. Namba 12. Kufanya manunuzi kwa masarafu mengi ni kuvunja sheria. Katika nchi ya Canada, miongoni mwa sheria zao za kushangaza ni ile sheria inayopiga marufuku mtu kwenda dukani kununua kitu kwa kutumia masarafu mengi. Hata kama umevunja kibubu, hatuyataki masarafu yako. Sheria hii inasema kuwa unapofanya manunuzi kwa kitu chochote ambacho bei yake inagharimu zaidi ya dola 10, ambayo ni sawa na shilingi 23,000 za Kitanzania, basi hairuhusiwi kufanya manunuzi hayo kwa burungutu la masarafu uliojichanga nayo. Tafuta noti zilizokaa kistaarabu uje ununue unachokitaka. Sheria hii inatekelezwa chini ya sheria ya fedha ya Canada, The Currency Act ya mwaka 1985. Namba 13. Ni lazima kuwatembeza mbwa wako kila siku. Wazungu hupenda kufuga mbwa na kuwafanya ni pets. Niseme ni kama midoli wa kucheza nao mapajani wanapokuwa nao ndani katika majumba yao. Ila kama ambavyo wewe mwanadamu tukikufungia ndani tu siku zote utaboreka na pengine kupata tatizo la kisaikolojia na kiafya, basi ndio hivyo hivyo kwa wanyama pia tunaowafuga. Kwa kutambua hilo, katika nchi ya Italia imewekwa sheria ambayo inawalazimisha watu wote
wanaofuga mbwa kuhakikisha kila siku lazima uwatoe nje mbwa wako na kuwatembeza. Katika nchi zingine unatakiwa kuwatembeza si chini ya mara 3. Miongoni mwa nchi zilizoweka sheria hii ni nchi ya Italia, na mwenye kushindwa kuitekeleza sheria hiyo katika nchi ya Italia akawaacha mbwa wake ndani bila kutoka kuwatembeza, basi hupigwa faini ya euro 500 sawa na shilingi ya Kitanzania 1,257,873. Namba 14. Ole wako umpe mtoto jina baya. Imezoeleka kuwa ni uhuru wa mzazi kumpa mwanawe jina lolote analojisikia, na mara nyingine huwa tunakutana na mtoto kapewa jina gumu na la ajabu mpaka unamhurumia. Lakini kheri ya watoto wanaozaliwa kule Denmark. Denmark wamechagua majina mazuri ya watoto yapatayo 7,000 hivi, na kisha watu wote wanatakiwa kuwapa watoto majina kwa kuchagua kutoka katika majina hayo. Na kama unataka kumpa mwanao jina nje ya majina hayo, basi ni lazima uombe kibali maalum serikalini. Ningeshauri hili nalo lingefanyika na huku Tanzania, ambako watoto wanakandamizwa na majina mazito mazito yaliyowazidi umri. Namba 15. Ni marufuku kuku wako kuvuka barabara. Hii ni sheria iliyowekwa katika jimbo la Georgia kule Marekani. Mamlaka za Georgia zimekataza mtu yeyote anayefuga kuku kuwaacha kuku wake wakazurula, wakatoka nje na wakavuka barabara. Ole wako kuku wako avuke barabara. Sheria hii imewekwa kulinda usafi wa mazingira. Wanaamini kuku wako wakitoka na kuanza kuzurula mpaka wakaenda wakafika mabarabarani na kuvuka huko mabarabara, basi itakuwa katika namna moja ama nyingine watachangia katika uchafuzi wa mazingira. Kwa hivyo kama unafuga kuku, wafungie bandani, waache nyumbani kwako, wacheze katika ua wako na si kutoka nje zaidi ya hapo. The Storybook. Leo ninatamani mjifunze mengi kupitia The Storybook. Tuachane na hayo mambo ya sheria tuliyozungumza. Nataka nikusimulie kisa kimoja ambacho kitakufundisha jambo kubwa katika maisha yako. Iko hadithi moja ya mkulima wa Kichina. Siku moja huyu mkulima aliamka, akatoka nje, akakuta farasi wake wa pekee hayupo, ameondoka, amepotea. Watu wa kijiji kile wakaenda kwa yule mkulima na kumwambia, pole sana, hakika limekukuta janga. Yule mkulima akasema, labda. Siku iliyofuata yule farasi akarudi kutoka porini, na hakurudi peke yake, akarudi na farasi wengine, farasi pori. Mkulima baada ya kuwa na farasi mmoja akajikuta sasa na farasi 7. Wanakijiji wakaja tena wakamwambia mkulima, hongera, hakika hii ni habari nzuri. Mkulima akajibu tena, labda. Siku iliyofuata mtoto wake yule mkulima akachukua mmoja kati ya wale farasi pori, akaenda kutembea naye. Yule farasi akamwangusha yule mtoto na mtoto akavunjika mguu. Watu wakaenda kwa mkulima tena, pole sana, umepatwa na janga. Mkulima akasema, labda. Siku iliyofuata wakaja maafisa wa jeshi, wanazunguka katika kijiji kile, wanakusanya vijana wote na kuwachukua wawapeleke vitani. Kwa wazazi wa kijiji kile ilikuwa ni mtihani mkubwa sana, kwa maana mtoto anakwenda vitani, hujui kama atarudi salama. Walikuwa wakitafuta sababu za kuwakwepesha watoto wao wasichukuliwe na kupelekwa vitani. Lakini mtoto wa yule mkulima ambaye kavunjwa mguu na farasi pori alipitwa na wanajeshi, akaachwa, hakuchukuliwa kupelekwa vitani. Wanakijiji wakamfuata mkulima na kumwambia tena, wewe umepata bahati. Jambo ambalo jana yake mtoto kuvunjika mguu walisema ni janga, leo hii wanalitaja kama bahati. Mkulima akajibu tena,
Labda. Katika maandiko ya dini kwa Waislamu, Mwenyezi Mungu anasema, anakataza usihuzunike. Ukipatwa na jambo lolote lile katika maisha yako, la, usihuzunike. Kuhuzunika ni dalili ya kwamba umechukia kilichokukuta katika maisha yako, na hakimkuti mtu kitu chochote katika maisha yake isipokuwa Mungu ametaka kimkute hivyo. Alichokupa Mungu, wewe umemkasirikia Mungu, usihuzunike. Na pia wanafalsafa wa dunia hii wakasema tusiwe watu wa haraka kulilaani jambo. Kwa Waislamu yanasema ya kwamba usikimbilie kulilaani jambo, kwa maana kila tatizo ndani yake kuna baraka za siri ambazo hujaziona. Elimu ya ghaibu anayo Mwenyezi Mungu tu peke yake. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. The Storybook. Assalamu alaikum. Asante, najua umesema nimependeza. Asante. Mimi nimevalishwa na Kanzu Empire, duka ambalo kwa hivi sasa kwa msimu huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, na pia hata kwa nyakati zote, ndipo sehemu ambapo watakuvalisha kanzu zenye ubora, tena ubora wa kimataifa, ukavaa ukang'aa na kupendeza. Lakini pia mapambo mengine yanayoambatana na kanzu yote utayapata kwa Kanzu Empire. Wako Kariakoo, mtaa wa Mkunguni na Livingstone, na mawasiliano yao haya hapa kwenye skrini yako. Lakini pia waweza kutembelea katika akaunti yao ya Instagram ukajionee bidhaa zao. Na halafu Arif Quality, hawa ndio wauzaji bora zaidi wa saa, na si saa za kiume tu, hata za kike. Na kama wapenda miwani pia ipo Arif Quality. Lakini pia kwa wanaume waweza kupata wallet, mikanda ya suruali na vinginevyo pale Arif Quality. Duka lao lipo Dafish Market na Palm Village. Na asante kwa Abdi Shoes kwa viatu vyenye ubora. Kama wewe ni mpenzi wa viatu vya kiume, vya kiofisi, ama raba, ama sandals, hivi vyote vinapatikana Abdi Shoes. Duka lipo Kariakoo pia. Tembelea ukurasa wao wa Instagram ujionee bidhaa mpya ambazo wanazo kila siku. The Storybook. Only gentlemen ndio huvaa vitu original, and I mean only original. Kwa viatu bora na original vya kila aina, whether ni mocha, ni rubber, ni sandals, aina yoyote ile, zote unaweza kuzipata kwa mtu mmoja tu, Abdi Shoes. Duka lipo Kariakoo, karibu na kituo cha polisi cha Msimbazi, ila kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia simu au kawacheki WhatsApp kupitia namba 0718 20 94 87. Now if you are a real gentleman, basi usivae mdosho, vaa original. Hii ni tip muhimu kwa wanaume na wanawake. Pendeza na ongeza thamani yako kwa kuvaa saa kali na sio feki kutoka Arif Quality. Tembelea ukurasa wao wa Instagram @arifquality_ au kwa mawasiliano 0758 000 555. Na kwa wepesi zaidi, fika dukani kwao pale Palm Village Mikocheni au Dafish Market.